Watazamaji wa Bongo 1 Media, karibu tena katika YouTube channel yetu, tukizidi kukujuza taarifa na habari mbalimbali ambazo zinajiri ndani lakini pia na nje ya Tanzania. Moja ya taarifa kubwa zaidi tunaweza kujuza siku ya leo ni kuhusiana na mchezo na maandalizi derby ya Kariakoo kati ya klabu ya Young African dhidi ya klabu ya Simba. Yanga Sports Club wameanikiza mchezo wa kesho wa derby utakaochezwa katika uwanja New Aman Complex Zanzibar kuanzia majira ya saa 2:30 usiku tarehe 1 mwezi wa 3 2026, kwamba itaitwa Damaro Day kizalendo zaidi. Ni moja mechi kubwa zaidi yenye attention kubwa na watu wengi wakisubiri kuona yapi ambayo yatatokea katika huo mchezo wa kesho. Sasa jambo kubwa zaidi ambalo ninalizungumzia hapa ni kuhusiana na maandalizi kwa ujumla kuelekea mchezo huo. Ni kwamba taarifa ambazo sio njema kwa upande wa Yanga ni kukosekana kwa baadhi ya wachezaji ambao kwa namna moja au nyingine walikuwepo katika dabi zilizopita, na wachezaji hawa walisaidia Yanga kupata ushindi katika michezo naweza nikasema zaidi ya miwili. Hapa tunamtaja Pacome Pedro Zouzoua pamoja na Clement Waridi Muzize. Lakini katika mechi ya kesho Clement Mzize huyo ni 100% hatokuwepo. Yuko South Africa kwa ajili ya matibabu, na hadi sasa naweza nikasema kwamba amefanyia upasuaji wa pili katika eneo la goti baada ya kuwa amelitonesha katika mchezo wa kimataifa wa ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya FAR Rabat nchini Morocco. Alitonesha jeraha goti ambalo lilikuwa likimsumbua na lilomweka nje dimba kwa muda mrefu. Baada ya kulitonesha amerejea Afrika ya Kusini na amefanyia operation nyingine tena katika eneo hilo. Sasa taarifa iliyotoka ni kwamba Clement Waridi Mzize ataka nje ya dimba mpaka msimu unamalizika 2025 2026, na sasa anatarajiwa kurejea kiwanjani kama atakuwa timamu katika msimu wa 2026 2027. Lakini pia upande kwa taarifa nyingine zaidi, kocha wa klabu ya Young African Pedro Scorza Concalves ameweza kuzungumzia swala la kukosekana kwa mchezaji Pacome Pedro Zouzoua, lakini hii ni hatihati, yani anaweza akakosekana au asikosekane. Yes, hiyo ndio taarifa ambayo iko kati na kati, kwamba inawezekana akakosekana au asikosekane, na taarifa iko kama ifuatavyo. Anakwambia kwamba Pacome ni mchezaji muhimu kwenye kikosi chetu, hivyo tutamwangalia kwenye mazoezi ya leo, alafu baada ya hapo tutaamua baada ya kuona namna yoyote mwenyewe anavyojisikia. Hivyo kucheza kwa Pacome inategemeana na mazoezi yetu ya leo. So uwezekano pia mwingine ni kukosekana kwa Pacome Pedro Zouzoua katika mchezo huo. Pacome Pedro Zouzoua kwa sasa ni mmoja wa wachezaji ambao wanategemewa sana ndani ya klabu ya Yanga Sports Club. Yes, ni mmoja wa wachezaji ambao wanategemewa zaidi. Kwa hiyo jambo kubwa zaidi tunaolizungumzia hapa ni vipi akikosekana Yanga watakuwa wana hali gani na mambo mengineo kama hayo. Je, unazungumziaje taarifa hizi na nyinginezo ambazo zinazidi kutikisa katika mitandao ya kijamii? Yanga dhidi ya klabu ya Simba. Shaka katika upande wa comment section. See you next time. Bye bye.